Madai mazito ya wizi na utovu wa nidhamu yameibuka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, huku watalii wakidai kuwa baadhi ya maafisa wa mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya yani KAA waliingia kwenye mizigo yao na kudaiwa kuiba zaidi ya dola za Marekani 5,000. Madai hayo yanafuatia taarifa kutoka kwa mwanablogu George Tiliano kwamba hivi karibuni alikataa kutoa hongo kwa afisa aliyetajwa kwa jina la Maina katika eneo la maegesho magari la JKIA. Kulingana na Diano, watalii wengine wamejitokeza na kutoa malalamiko kama hayo, wakidai kuwa baadhi ya maafisa wa KAA waliokabidhiwa jukumu la kuwalinda na kuongoza wasafiri waliingia kwenye mali zao na kuiba vitu vya thamani. Watalii hao wanadaiwa kuita polisi wa JKIA ili kuingilia kati, lakini wanadai badala yake walinyanyaswa na kuambiwa waripoti swala hilo katika kituo kingine cha polisi au kwa Inspekta Jenerali wa polisi. Pia wanadai walinyimwa fursa ya kufikia picha za kamera za CCTV za uwanja huo, hali ambayo imeibua maswali kuhusu iwapo rekodi hizo za ulinzi zinaweza kusaidia kubaini kilichotokea. Diano pia ameshtumu eneo la maegesho la JKIA kwa kuwa kitovu cha madai ya rushwa na utovu wa nidhamu, huku akitoa madai ambayo hayajathibitishwa kwamba baadhi ya viongozi wakuu wa KAA akiwemo mwenyekiti na afisa mkuu mtendaji huenda walikuwa na taarifa kuhusu matukio hayo. Madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru na hakuna ushahidi uliowasilishwa unaothibitisha kuhusika kwa viongozi hao wakuu wa KAA. Hata hivyo, madai hayo yanaibua maswali mazito kuhusu usalama wa uwanja wa ndege, uwajibikaji na namna wageni wa kimataifa wanavyoshughulikiwa katika lango kuu la Kenya. Mamlaka husika pamoja na uongozi wa KAA wanatarajiwa kuchunguza madai hayo na kubaini iwapo maafisa wowote walikiuka majukumu yao au walihusika katika makosa ya jinai.